Swala hili watakuja kulizungumza pia ikhwa baadaye wakipata nafasi ya kufanya hivyo. Mimi nitazungumza pia kidogo biidhnillah. Kuna baadhi ya vitu natakana sisi tujifundishe, tujua sunna ni kitu gani na ada ni kitu gani, mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafanya kimaumbili au kiada ambayo si taabudi, na mambo ambayo ameyafanya kwa njia ya taabud. Ndekana mtu afahamu yani katika mambo ambayo ni ash-shamail al-muhammadiyya na mambo ambayo ameyafanya kama kuwa ni sunna. Haya mambo yana umuhimu kuyafahamu na kutofautisha. Suala la kuvaa kofia ni jaiz, tunaweza kusema ni jaiz. Wallahi siwezi hata moja kwa moja kusema kama ni sunna, bali nasema ni jaiz, iwe ni katika sala au nje ya sala. Katika baadhi ya maeneo mtu kutembea hasira ras, kichwa wazi, anahesabika kwamba amekhalifu murua, kwamba kinyume na heshima na murua. Kwa hiyo katika uchambuzi na mambo ya ufuatiliaji wa hadithi kwa watu kama hao wanakuta wanapuuzwa, hasa kwa wale wenye kawaida ya kutembea vichwa wazi. Hili katika swala upande wa kofia ambazo tumezoea kuzivaa. Na vile vile ukiangalia sasa kitu kingine, ukija katika mavazi kama ya kofia katika urfu ya Waislamu walionao, utakuta ni shiari ya Waislamu, kwa sababu ndio mavazi ahlul khair wal ilm wal fadl. Mtu kuvaa mavazi kama hayo ni bora, kwa sababu kuna takthiru sawadihim, kukithirisha jambo hilo pia na kuonekana watu wako wengi, na hivi ndivyo takikana watu wawe katika masala ya mavazi na masala mengineyo. Kwa hiyo hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba ni sunna, kwa sababu huwezi kuthibitisha kitu kwamba hiki ni sunna watu watekeleze. Sisi tunasema ni katika mambo ambayo ni mubahat, bali ni jaiz kwa mtu kufanya hivyo, ni mubah, ni katika ada zilizokuwa bora kwa Uislamu. Ama masala ya kuvaa shati na suruali, hasa hivi mashati haya na suruali hizi ambazo tunazivaa sisi, utakuta zabana, mtu anaonyesha mapaja yake yalivyo, na sehemu nyingine ambazo siwezi kuzitaja. Utakuta mtu amevaa amechomekea vizuri, lakini katika mazingira kama hayo kusema ukweli si sahihi. Na wengine wanafanya ujasiri mpaka anakuja kuswali katika mazingira hayo, suruali imembana, inaonyesha tafasili ya mwili wake, yani ule mikato ya mwili wake ulivyo, sio sawa sawa, si sahihi. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala, nakumbuka kuna fatwa ameitoa, sikumbuki sasa hivi bidhabti kwa mahali gani, kama ameulizwa swala hilo akajuzisha kuvaa nguo kama hiyo niliuliza, lakini kwa sharti la kuwa iwe ni nguo ambayo ni fadhfadh, yani nguo pana isiyodhihirisha mwili wako, yani sio bana katika sehemu zako za mwili. Bila shaka suruali tunazovaa sisi ndivyo ziko hivyo, yani ziko katika tofauti na hivi anavyoeleza Ibn Uthaymeen rahimahullah. Na sawa sawa kwa talib ilm na wengineo wajilazimisha sisi wavae nguo ambazo wanavaa Waislamu ahlul khair. Leo unaje mathalan khatibu amekuja hapa juu ya mimbar amevaa suruali na shati amechomekea mwenyewe, mtasemaje nyinyi? Nguo gani sasa hizi? Atujia kiuni hapa na kati wewe mwenyewe na suruali, kiuni vipi sasa? Inaonyesha kwamba ni nguo zisizopendeza. Siku hiyo khatibu amekuja na suti yake safi kabisa, kenda kuchukua jana tuko kwenye showroom, kaingia akachukua suti yake safi kabisa, kuja hapa amepanda juu ya mimbar, assalamu alaykum, atoa khutba au atusalisha hapa na suti zake. Wewe unaonaje mazingira kama haya? Sasa sio kuona kwa imamu tu au kwa khatibu, ndivyo takikana watu wawe katika khairi kama hivyo. Mwingine asingizia sasa kanzu bwana zachafuka haraka, nunua kanzu nyeusi kama udongo mwekundu, nunua kanzu nyekundu. Mbona hizo nguo unazivaa wewe hazina rangi? Suruali yako haina rangi, ina rangi. Kwa hiyo tukithirisheni kuvaa mavazi ya mavazi ya khairi, mavazi ya khairi, kwa sababu suruali tunayovaa sisi vitutisha, havilingani na sisi wazee, watu wazima na wanasi. Katika hilo jitahidini kuvaa mavazi mazuri. Wallahi hapa msikitini tukivaa kanzu na vilemba kama hivi au na kofia zako kunapendeza, panakuwa na heshima. Sidhani kama wewe wakati unakwenda kuoa unavaa suruali vyako, wakati huo ndio mashehe wamekusanyika, ndio utakokupewa mke, uingie na kijisuli chako umechomekea, utaonekana wewe ni mtovu wa adabu, si ndio?
Si ndio unavyoona watu wasema pengine huyu bwana vipi bwana kaja kishiti chake hapa. Watafuta kanzu hata kama ya kuwazima. Wala maalim na lazime kanzu. Unaona sasa? Kwa nini? Kutokana ile kiada tu inaonekana kwamba ni hili ni vazi lilikuwa na heshima. Sasa ikitakapokuwa nguo tena imekuwa tofauti na hivi, nguo ya bana inaingia katika swala la haramu. Sasa inaingia katika swala la haramu. Tuvaeni mavazi ya makafiri wachukie. Tuvaeni mavazi haya, kanzu, kama vile wanavyovaa mashehe zetu, walimu wetu wanavaa katika nguo sawa sawa. Tuvaeni mavazi haya, ahlul khair, wanawachuoni wote wavaa hivi, na sisi tuvaeni mavazi haya. Tunadhihirisha Uislamu wetu, tumekuwa wengi, alhamdulillah. Khair ni ishara